Monga MLTV Media, kituo chako cha matumaini. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Monga MLTV Media. Ni kwa mara nyingine tena tukiwa kwenye mchakato ule wa mradi mkubwa wa shamba la matunda. Na hapa pia tunamhusika ambao ni mmoja kati ya watu wakubwa sana kwenye project hiyo. Nafikiri mengi zaidi ataenda kutuwakilisha na ni mengi zaidi atatujuza kulingana na mradi huo vipi unaendelea na malengo yake ni yapi. Asante sana. Karibu sana mzee. Asante. Kwa majina naitwa Kaunda Stefan. Ndio. Ni mtu ambaye anatumika pamoja na Sodeafi ambao ni mradi mkubwa inakuja katika mji wetu wa Sud Kivu, maeneo ya Kazimia, na itakuwa imeelekezwa nafasi nyingine, lakini hapa ndipo tumeanzia kazi ya mradi hii ya shamba la matunda. Mradi huu wa shamba una malengo gani haswa kwenye tarafa letu la Fizi? Tumegundua ya kwamba katika ulimwengu kuna shida ya matunda kulingana na maradhi mbalimbali ambayo tunayoyaona katika ulimwengu, na sisi libidi tupate kufikiria jambo lile, kwa sababu kila tunda jinsi linavyofanana ndivyo linavyotunza pia kiungo cha mwili chetu. Sasa tulijifunza, kwa hiyo tukaona kwamba ardhi ya nafasi ya Kazimia ni nzuri na tunaweza kuitumia ili kwamba itupatie mazao mazuri ya matunda. Kulingana na mradi wenyewe jinsi ulivyo, tumewaona kweli mmefika maeneo haya. Kwa nini hasa mmeamua kufanya mradi huu kwa kilomita ndefu zaidi? Inalingana na nafasi ambayo imekuwa ya kutumia, kwa sababu katikati ya mji wanakaaji wapo, lakini kuna nafasi ambayo imewekwa pia kwa ajili ya kilimo, na hii ndio imesababisha tuangalie pia majifunzo ya ardhi kwa kuona jinsi ina uwezo gani ya kutumia, na zaidi ya yote kuona pia nafasi kubwa ambayo tunaweza kupata, kwa sababu tutaenda zaidi ya mahektari mbalimbali ili kutumia kulingana na aina mbalimbali za matunda. Vipi matunda yenyewe ama tuseme mimea yenyewe ina uwezo gani wa kushamiri kwenye udongo ambao kwenye ardhi ambayo sasa hivi mmegundua, ama kuna mbolea yoyote ambayo mtatumia? Kwa uhakika ardhi ya kidemokrasia ya Kongo mpaka sasa haijaharibika kulingana na mazingira, kwa sababu nafasi ambayo tunayotumia kwa sasa haijawahi bado kutumizwa kwa walimaji yoyote. Ndio maana tuna uhakika ya kwamba inakuwa na mazao mazuri, na wala hatutatumia kitu chochote kile kwa kusema tuiweke tena iwe nzuri zaidi. Sasa tujielekeze hapa kwenye swala nzima la shamba. Shamba lenyewe kama jinsi lilivyo linakadishwa kuwa na ukubwa wa hekta ngapi? Mpaka sasa tunakuwa na jadilia pia vijiji jirani ili watupatie pia nafasi, lakini tuna haja ya hektari hata 10,000, hata 5,000, hata 1,000, 3,000 tukiipata itakuwa imetusaidia vizuri, kwa sababu mradi wetu ni kubwa kulingana na nafasi ambayo pia tutakuwa tumesaidia kwa matunda. Hivi kwa ukubwa wote wa shamba ama kwa ukubwa wote wa eneo la shamba ambalo mnalihitaji, ikiwa labda imefikia mimea imefikia wakati wake wa kutoa mazao, je, uvunaji utakuwa ni mwepesi kweli? Uvunaji uko mwepesi kwa sababu tutatumia teknolojia ya kisasa kwa kuvuna, pia kwa kulima. Si watu tu watatumika, lakini pia kuna vyombo ya kisasa ambayo iko njiani, karibuni hapa mtayaona yatakuwa yamefika, na itakuwa imetusaidia pia kwa ajili ya kazi ya uvunaji. Si watu tu, lakini pia tutatumia teknolojia ya kisasa. Pia umebatika kutembelea eneo lenyewe la shamba na umekagua utendaji kazi wa mradi jinsi unavyoendelea. Ni changamoto gani ambazo umezipata kule shambani? Changamoto si kubwa. Baada ya kujifunza tuliona maeneo ambayo tunaweza kutumia si shamba tu, lazima ile tuikamilishe. Mwanzo tunaanza na shamba, lakini tuna maji ambao pia tutatumia, tuna jua ambao pia tutatumia, kwa sababu tulitembea katika mji na tunakuta ya kwamba umeme haupo katika mji wetu wa Kazimia,
na tutakuwa tumejifunza pia kwa lile jambo kuhusu ufugo pia, kwa sababu hatuwezi kulima pasipo ufugo, kwa sababu kuna chakula ambayo hakitatupwa, lazima wanyama pia waitumie, na hapo tutakuwa na wanyama wakubwa na wanyama wadogo kulingana na mradi. Lakini kwa sasa tunaanza na mradi ya ulimo kwanza. Umebatika pia kukutana na makundi ya wafanyakazi pale shambani. Ni magumu gani ambayo wanayo? Magumu ya kwanza ambayo wametuambia ni kwamba kuna ugumu ya kutoka shambani kufika mjini kwa ajili ya matunzo, na wametuomba kwamba tutie kituo cha afya kwa ajili yao kabla mtu hajakuwa dhaifu zaidi, anaweza kupata tiba hapo hapo kwenye shamba. Ni mpangilio gani ambao sasa hivi uliopo kwa wafanyakazi wenu endapo mmoja akawa amepata madhara ama akalaba anaumwa? Ni mpangilio gani ambao mnao? Matibabu anayapataje? Mradi umepanga akiwa amegonjwa, kuna habari inatumwa hapo, kuna namna ya kumsafirisha kutoka shambani hadi mjini Kazimia ili kupata matibabu kwa gharama ya kundi ambalo limchukua kwa kazi. Yaani si mfanyakazi anajilipia mwenyewe gharama ya matunzo, lakini ni mradi unalipa matunzo. Ikiwa matunzo yanaweza enda tena zaidi, ndipo tunaweza kumtuma kwenye jamaa ili kwamba achukue matibabu mengine. Na mpangilio wa kazi huo kwa wafanyakazi wenu uko vipi? Mpangilio wa kazi unalingana na viongozi ambao wanasimamia shamba. Tuna kiongozi mkuu ambaye anaitwa agronome, anapanga pia wa chef d'équipe ambao wanapanga pia kazi kwa siku, na hiyo kazi kwa siku kila mtu anatumika meta 10 asilia 13 kwa siku, yani mchana, na pande za jioni anaweza fanya kazi nyingine ya kujaza udongo wa kutia mbegu ndani ya pasashe ambao tunaweka ndani mbegu kwa kuchunga ipate kukomaa. Na mimea hiyo huwa mna utaratibu gani wa kuipata ili ifikie mashambani pale? Yaani tuna mimea ya aina mbili. Kuna mmea ambayo tunaitosha nje ya nchi ya Kongo ambao wanaitwa kwa lugha ya Kimombo le semence améliorée, na tuna mbegu ambazo tunapata hapa mjini ambazo ni zetu za asilia. Zote mbili tunazitumia ili kuangalia ipi itakuwa na mazao mazuri kwa siku zijazo. Alikadhalika tumeshuhudia kuona mimea kadhaa wa kadhaa, na pia umebatika kutembelea shambani pale. Ni mmea gani ambao sasa hivi utakuwa ni mmea tegemezi kabla mimea yote pale shambani? Yaani tuna mimea ambayo itafanya miaka 3 inaweza kuleta mazao, na ni mimea ambayo inaitwa semence améliorée. Hiyo haisubirie miaka 5, lakini ile ndio tunategemea zaidi. Na katika ile mimea tunaona kuna mimea mbalimbali ambazo zimetoka nje kama vile avocatier, kama vile orangier, kama vile pia citronnier, kama vile pia palmier. Yani mbegu ni nyingi ambazo zitakuwa karibuni 7, zaidi ya 7 ambazo tumeanza deja kutumia katika shamba. Kulingana na mujibu wa maelezo wa mtaalamu hapa ni kwamba baada ya miaka 3 hadi 5 watoto wa Kivu pamoja na tarafa zingine huko watafaidika na matunda ya mradi huo, na kwa 75% duniani watu wamejibezi sana kutumia vinywaji badala ya kula matunda. Ni kitu gani ambacho mmekifikiria kwa hilo? Tumefikiria kitu cha kwanza, kama vile tunaleta msemaji hapa, ni kusudi tupate nafasi kwenye mtandao. Ndiyo. Kwa ajili ya kusensibilize watu, kuwakonscientize, wajue kwanza umuhimu wa tunda, na zaidi ya yote wajue umuhimu wa tunda kwa afya yao,
na kuonesha pia madhara mbalimbali ya matumizi ambayo wanaoyatumia kwa sasa, kwa sababu vijana ndiyo nguvu yetu ya kesho. Kama vijana wanaharibika leo kwa pombe, haitatusaidia sisi kesho, lakini wakitiwa nguvu na matunda, kesho watakuwa vijana ambao watatia nguvu pia kwa taifa na ulimwengu wote pia mzima. Neno lako la mwisho kiongozi? Neno langu la mwisho, nashukuru kabisa kufika katika mji wetu wa Kazimia. Sisi ni wenyeji wa mji, tunakaa hapa na tunatamani pia walio nje wapate pia kuja kwenye mradi huu kuunga mkono, na zaidi ya yote walio ndani, vijana wetu wa mji washike mradi huu mkono, kwa sababu ni mradi wao na inatarajiwa pia wao ndio wapate kusindikiza hadi tuone matokeo mazuri. Asante. Nafikiri ulikuwa nasi katika kipindi hichi mwanzo hadi mwisho, na tulikuwa naye kiongozi, na usichoke sana kutufuatilia kila siku baada ya siku. Kuna vitu vipya na vitu vizuri utavipata kwenye Monga MLTV. Pia tunakuomba usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Monga MLTV Media. Usisahau kulike, comment pamoja na kushare kwa watu wengine. Tunakushukuru sana. Asante. Tangaza biashara yako na Monga MLTV Media, kwani tunawafikia watu wengi sana. Usisahau kusubscribe, kulike na comment.